Tunaangazia hali isiyo ya kawaida. Sasa hivi ni saa 6:00 jioni. Kesi bado haijaanza na mawakili wa serikali hawapo mahakamani. Hali hii imetufanya tutazame zaidi ya mfumo wa kisheria, masuala ya maadili ya kitaaluma na kisiasa. Katika kipindi cha dakika 60 tutachambua kwa kina kila kinachoweza kutokea, athari kwa mahakama, mshtakiwa na nafasi ya kisiasa ya Chadema. Pia nitatoa maoni kuhusiana na hiki. Muda ni saa 6 na dakika kadhaa. Kesi ya Lissu ya uhaini haijaanza. Wapo majaji na mshtakiwa, lakini mawakili wa serikali hawapo. Tetesi zinaonyesha kuwa wakipigiwa simu hawapokei na wengine wamezima simu kabisa. Mahakama imeachwa solemba bila uwajibikaji wa pande zote mbili. Hii inaonyesha hali ya mgongano wa utaratibu na uhalisia. Kwa kesi kubwa ya jinai, uwepo wa pande zote unahitajika ili mahakama iendelee. Mahakama inaweza kuahirisha usikilizaji hadi mawakili wake wa serikali watakapokuja. Vinginevyo inaweza kuendelea kwa hoja za pingamizi au ushahidi uliopo, ingawa kutakuwa na uwiano wa pande zote. Kwa upande wa Tundu Lissu, hali hii ni fursa. Wanaweza kupanua hoja za pingamizi au kuangalia upungufu wa mawakili wa jamhuri. Hii inaweza kuonesha ushindi wa kisaikolojia na kisheria. Mfumo hauwezi kuendelea bila ushiriki wa pande zote. Sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA inataka usikilizwaji uendeshwe kwa uwiano. Kutokuwa na upande wa mashtaka kunaweza kuathiri validity ya proceedings iwapo hatutaiangalia hatua za kisheria kwa makini. Hali hii ni ajabu, lakini si ya kisheria kupita. Mahakama inaweza kutumia discretion, lakini lazima ihakikishe haki za mshtakiwa hazivunjwi. Kutokuwepo kwa mawakili kunatoa picha ya kuchanganyikiwa au mgongano ndani ya jamhuri, na inaweza kuonekana kama kushindwa kushughulikia kesi ya kisiasa kikamilifu. Wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wanaweza kuona hili kama ushindi wa kisaikolojia. Kesi haiendi kwa haraka kama walivyokuwa wakitarajia. Pia inachochea mjadala wa kisiasa kuhusu uwajibikaji wa serikali na haki za kimsingi. Hali kama hii inaongeza uvumi na tetesi. Wananchi wanashangaa, je, kuna shinikizo kutoka juu au mabadiliko ya kiufundi yanayofanywa kando na mahakama? Hii ni hali ya high drama kisiasa na kisheria. Ni muhimu kutenganisha uwepo wa vikwazo vya kisiasa na utaratibu wa kisheria unaopaswa kuendelea. Kwa mchakato wa kisheria, Chadema na utetezi wa Lissu wanaweza kushtumu kucheleweshwa, kuonyesha mahakama au jamhuri wanakosa utaratibu sahihi. Pia wanaweza kuchukua hoja za pingamizi kama kuna kuingilia mchakato kinyume na sheria. Pia kuongeza shinikizo la kisheria na kisiasa, kutumia media na maoni ya kimataifa kama tamko la UN kuimarisha hoja za kisheria. Hii ni fursa ya kisaikolojia na kisheria kwa Lissu na utetezi wake. Mawakili wa serikali kupotea ni tukio lisilo la kawaida katika kesi kubwa kama hii ya jinai, na mahakama ipo katika nafasi ngumu. Inapaswa kulinda utaratibu, lakini pia haki za mshtakiwa. Kwa Lissu, hali hii ni ushindi wa muda mfupi wa kiufundi na kisaikolojia, hakuonyeshwa kabisa wakati wa hoja za mashtaka. Na kwa kijamii na kisiasa, hali hii inaonyesha uwazi mdogo na mwelekeo wa high tension katika kesi zenye siasa. Hali hii inalingana na updates za hivi karibuni kutoka mitandao mbalimbali ya kijamii na vyanzo vingine, ambapo leo Februari 23 mwaka 2026, mahakama iliamua kupinga au kukataa notisi ya upande wa jamhuri ya kuongeza ushahidi wa ziada kutoka ACP Amini Mahamba kuhusu matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 na baadaye. Uamuzi uliotolewa na jopo la majaji, Jaji Dunstan Nduguru na wengine wawili, wakisisitiza kuwa haikidhi kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA. Ushahidi huo haukuwepo wakati wa komito kabidhi wa awali, hivyo hauwezi kuongezwa hivyo. Baada ya uamuzi huo, upande wa serikali uliomba kuahirishwa kwa saa moja ili kutafakari na kuandaa shahidi wao. Walidai hawakumwandaa vizuri tangu jana. Sasa mahakama ilipaswa kuendelea, ambapo mashahidi waendelee na maamuzi zaidi, lakini hali iliyopo inaonyesha kucheleweshwa sana au kuandamana bila maelezo rasmi. Kesi hii ni Criminal Session namba 19605 ya mwaka 2025. Inahusu madai ya uhaini chini ya kifungu cha 32D cha Penal
Code. Lissu anadaiwa kuchochea kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Aprili 3 mwaka 2025, hotuba au taarifa. Kesi imeendelea tangu Februari 9 mwaka 2026 hadi Machi 6 mwaka 2026 kwa mfululizo. Na Lissu anajitetea mwenyewe, yani self representation, huku akifanya cross examination kali sana. Uchambuzi wa pingamizi uliotolewa jana. Hili ni pigo kubwa kwa upande wa serikali. Walitaka kuingiza ushahidi mpya kuhusu vurugu za uchaguzi Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo Lissu alikuwa tayari gerezani. Mahakama ilikataa ikisema ni kinyume na sheria. Hii inaweza kuonesha ushahidi wa msingi wa kesi umedhoofika. Lissu alionya kuwa kama wataingiza ushahidi huo atafungua Pandora's box, yaani atazungumzia vurugu za serikali. Wakati huo mahakama haikuridhika na hoja yao, hivyo wanaweza kuwa wamekwama kisheria. Pia kuchelewa kwa mawakili wa serikali, hii inaweza kuwa kutafakari mkakati mpya baada ya kupoteza pingamizi. Waliomba saa moja, lakini masaa mawili yamepita. Huenda wana mawazo ya kuwailisha kesi au hata kudrop baadhi ya pointi. Si jambo la kawaida kwa timu ya serikali, mawakili mkuu kama Nasolo Katuga na wengine kuchelewa hivyo bila maelezo. Inaweza kuwa kuna mjadala wa kisiasa au maelezo ya kuchelewesha ili kuepuka hasara zaidi. Walidai hawakumwandaa shahidi vizuri. Hii inaonyesha udhaifu wa upande wa mashtaka, na Lissu amewafundisha somo la sheria kwa cross examination yake kali. UN Working Group on Arbitrary Detention Februari 23 mwaka 2026 leo ilitoa maoni kuwa kizuizi cha Lissu ni arbitrary, yani bila msingi wa kisheria, na kutaka aachiliwe mara moja pamoja na kulipwa fidia zake. Hii inaongeza shinikizo la kimataifa. Kesi pia imevutia umma sana. Updates za live kama zako za watu wengine zinatoa maoni, maelfu ya maoni, na wengine wanasema kesi hii inaonyesha udhaifu wa mfumo au kesi ya kisiasa. Ikiendelea hivyo inaweza kuwasili au kuahirishwa tena, au hata kuwa na maamuzi makubwa kama kudrop charges au acquittal kwa msingi wa ushahidi dhaifu. Hii ni moja ya kesi zinazovutia zaidi katika historia ya hivi karibuni za Tanzania, sio tu kwa mashtaka ya uhaini bali kwa jinsi inavyofichua udhaifu wa upande wa mashtaka na nguvu ya utetezi wa Lissu mwenyewe. Ni wazi kesi hii imewazidi mawakili wa serikali kisheria na kiakili, wanaonekana kukimbia au kutafuta njia ya kutoka bila kupoteza uso. Unachosema ni kesi ya mchongo ni kuwa ina mantiki. Ushahidi mwingi umeshindikana, na sasa hata kuchelewa huku kunaweza kuwa jaribio la kudelay ili kuepuka hasara kubwa, lakini pia ina hatari. Kuchelewesha bila sababu inaweza kuimarisha madai ya arbitrary detention na kuongeza shinikizo la kimataifa. Kiufupi, hii inaonekana kama wakati ambapo mfumo unajaribu kushikilia kesi bila kuwa na nguvu ya kutosha ya kushinda. Lakini Lissu anaendelea kuonyesha ustadi wa sheria na ujasiri, na hiyo inafanya maelfu ya watu waweke macho. Subiri updates za leo, huenda mahakama itatoa maelezo au kuahirisha rasmi. Na kama kuna maendeleo mapya tutaweza kukujulisha kadri yanavyotufikia. Endelea kuwa nasi tujue, je, hawa wamekimbia au wanarudi na mpango mkakati mwingine.